Biblia inasema katika Efeso 6:12 kwamba kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya kuwa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kuna mateso ambayo hayawezi kutatuliwa hospitalini kwa sababu chanzo chake hakipo mwilini. Leo nitakuonyesha kwa nini maisha yetu ni ya kiroho. Hii movie inaitwa Spirituals, imetolewa na watumishi wa Mungu The Winlows. Na hapa tunamuona mtumishi wa Mungu anahadithia story ambayo imewahi kutokea katika mji wa Benini. Na tunaona wapo njiani wanasafiri. Huyu ni Ehi, bidada anaitwa Ehi pamoja na mume wake. Wanaenda kijijini kumsalimia mama yake Ehi. Ehi ni mjamzito na anakaribia kujifungua, mimba yake na miezi 7. Wakiwa njiani mume wake anamwambia, nikikuangalia wewe naona uhai, naona kama nitaishi maisha marefu sana kwa sababu yako wewe mke wangu. Mungu ukinipa amani sana. Naomba Mungu mtoto wetu wa kiume. Kaambia hapana, mimi nataka wa kike. Kwa kaendelea na maongezi mpaka wanafika kijijini. Wamefika ilikuwa ni usiku na walipofika wakashusha na mizigo. Wanaingia ndani, hapa tunamwona mjomba wake na anasoma gazeti. Anashangaa hawa wageni. Mamake anafurahi sana, anakaribisha wanangu, karibuni jamani, wanangu mmekuja. Anafurahi mpaka anaimba na kucheza. Anafurahi sana, inaonekana ni muda mrefu hajamuona mwanae pamoja na mkwe wake. Kumbuka hapa nyumbani kwa kina huyu mwanadada ambaye ni mjamzito. Hapa tunamwona mamake mdogo na anaingia na anamshangaa kama vipi tena? Na anasema mwanangu, wewe ni mjamzito? Naye anajibu, ndio mama, ni mjamzito na ni muda mrefu kwa sababu mimba sasa hivi ina miezi 7. Mamake anamwambia, hata usituambie kweli. Akaambia, hapana mama, nilitaka niwa surprise na ndo nimekuja kuwa surprise kama tunatarajia kupata mjukuu. Basi wakawa wanashangana hapa. Mamake akamwambia, tumefurahi sana. Mamake mdogo anamwambia, miezi 7, hongera bwana. Basi bidada anatoka nje ili aende akajisaidie. Alipokuwa nje akasikia sauti inamuongelesha. Alivogeuka nyuma anamkuta binti mdogo anamwambia, anti, bora usingekuja kwenye hichi kijiji. Akasema, huyu nini naye vipi? Tutoe kijijini. Anasema ngoja nigeuke nyuma tena. Anageuka nyuma, anashangaa yule binti amepotea. Basi akapotezea, akarudi ndani. Alirudi ndani akakuta bado anaongea. Mamake anafurahi sana kumuona mwanae. Akamwambia, mama, lakini mimi kesho nitakuwa niende kazini, hivyo tunaondoka usiku huu. Basi wakaaga na wakaondoka. Mama yao akawasindikiza. Wakawa wanarudi mjini kwa sababu kesho yake asubuhi alitakiwa kuingia kazini. Mamake anarudi ndani, mjomba wake anaonekana kuwa amekasirika. Sasa huyu mama yake na pamoja na mjomba wake na mama yake mdogo na ni wachawi. Wao kazi yao ni kunywa damu za wajukuu wao, kwamba mwanao yoyote akibeba mimba wanaitoa ile mimba ikiwa na miezi 1, wanakunywa damu. Wao wanasema kwamba akinywa hiyo damu ndio inawaongezea umri wa kuishi, kwamba wataishi maisha marefu sana kwa kunywa damu za wajukuu wao. Hivyo walikuwa wanamlaumu mama yake na kwa nini binti yake ana mimba mpaka imefika miezi 7 na hajawaambia wala hajaleta sacrifice, hajaleta sadaka kwenye kilinge chao. Akasema, mimi mwenyewe sijui, ameni surprise, nilikuwa sijui kama ana mimba. Akamwambia, sasa tutakuonyesha. Mama mdogo akaenda ndani kwenye kilinge chao cha uchawi, akaenda akawa anasema maneno, akawa anamuita huyo pepo ambao wanamtumia kwenda kutoa mimba za watoto wao. Ghafla yule pepo akawa ametokezea, jitu la kutisha lina mapembe mawili jeusi. Likatokezea pale, akaliambia na kuamuru uende kabla kuja kucha. Hakikisha umetoa uhai wa huyo mwanamke pamoja na mtoto wake kwa sababu hawawezi kutuchezea. Basi bidada akiwa njiani na safari anaongea na mdogo wake anaitwa Osasi. Ghafla lile jini likatokezea. Alikuwa ndo wa kwanza kuliona. Basi mume wake akijaribu kulikwepa, wakawa wamepata ajali. Na kwenye hiyo ajali pamoja na mtoto walifariki. Mume akabaki peke yake. Na alipokuwa akiulizwa ilikuwaje, anasema hata sielewi. Huku tunaona kilingeni wanafurahia, wanashangilia, wamepata kitoweo cha hiyo siku. Hivyo kwa imani yao wanasema kwamba wameongeza miaka zaidi ya kuishi. Basi wakawa wanakunywa ile damu, ikiwemo mama yake na akawa anakunywa ile damu. Tunaona mjomba wake naye anakunywa. Huku tunaona mdogo wake na anaitwa Osasi. Osasi alikuwa anahuzunika, analia, anakumbuka namna ambavyo alikuwa akiishi na dada yake kipindi wako wadogo wanakuwa mpaka sasa hivi. Akawa anaumia sana kwa kumpoteza dada yake ambaye alikuwa mjamzito. Hapa tunamwona mume wake anaitwa Ben, akawa anajaribu kumfariji na kumwambia, mke wangu, pole sana, hii ni mipango ya Mungu, hatuna budi kuikubali. Basi wakawa wanatiana moyo pale, akamwambia it's okay.
Huku tunamwona mama yake na Osasi amemuita mjomba yake, akamwambia ndio tunakunywa damu za watoto wa wajukuu wetu ili tuwe na maisha marefu, lakini kwa nini mumuue mpaka mwanangu? Kwa nini msingetoa tu mimba mkamwacha hai? Mjomba akawa anasema hiyo ilikuwa ni kama adhabu kwa wewe kuchelewa kutuambia kama mwanao alikuwa na mimba ili tuweze kumtoa mtoto wake sadaka. Huyu ni Osasi mdogo wake na Ehi akimpa mume wake majibu ya hospitali yakionyesha kwamba yeye ni mjamzito, na mume wake anafurahi sana, anamwambia wow, my honey is pregnant. Lakini Osasi anaonekana ana huzuni, hana furaha. Anamwambia nimefurahi lakini naogopa kupoteza tena huyu mtoto kwa sababu mimba nyingi zimekuwa zikitoka, kila zikifikisha mwezi mmoja zinatoka. Basi kesho yake asubuhi akampigia mama yake simu na kumwambia mama, nina habari njema, mimi ni mjamzito. Mama yake akamwambia ni mjamzito? Okay, sawa, nitakupigia kesho, kuwa makini, angalia mimba isitoke. Mama yake kaenda kilingine akamwambia wachazaji kwamba mwanangu ni mjamzito. Wakafurahia sana na wakaamua sasa kufanya sherehe kwa ajili ya kumtoa sadaka. Na usiku ulipofika walituma lile jini la kwa ajili ya kutoa watoto, likaenda likafanya kazi yake, na baadaye Osasi anashtuka usingizini akiwa tayari mimba imesha na haelewi imekuwaje. Alikuwa na ndoto mbaya sana. Aliota mtu asiyekuwa wa kawaida amekuja akamchukua mtoto wake, na akamwambia mume wake kwamba wamemchukua mtoto wetu. Walivyoenda hospitali akamwambia ni kweli mimba imetoka na sababu hazijulikani, hakuna tatizo lolote ila mimba imetoka. Binti aliumia sana. Osasi akarudi ofisini, akawa yupo na rafiki yake wanaongea. Rafiki yake akamwonyesha picha video ya pastor, anaitwa Pastor Anueli. Akamwambia huyu pastor ni very powerful, Mungu anamtumia sana, tujaribu kwenda kanisani kwake tukaone kama Mungu atatusikia. Basi wakaenda kanisani siku hiyo na walikaa ibadani mpaka ibada ilivyoisha, na ibada ilivyoisha walifuata pastor wakaomba kuonana naye, na baadaye pastor akamwambia mmoja ofisini kwangu. Walipoenda ofisini pastor akawa amemsikiliza, akamwambia sawa, nimekusikiliza na Roho Mtakatifu ameniambia kwamba matatizo unayopitia wewe sio ya kawaida, kuna mkono wa adui, matatizo yako ni ya kiroho, inabidi uombe, uwe unaomba na ujitahidi sana kunyamaza. Maana yake ukipata mimba nyingine hakuna kumwambia mtu mpaka utakapojifungua. Huku tunamwona upande wa pili mama yake mdogo na Osasi anapewa taarifa na mwanae kwamba mama, mke wangu ana mimba. Mama yake anamnyamazisha, anamwambia nyamaza kimya wasisikie hawa. Huku mjomba kumbe alishasikia, akasema aha, huyu anatuchezea Basi baadaye wakiwa kilingeni akawa anamwambia kwamba kuna mtu mtoto wake ana mimba na hataki kusema, anatuzunguruka mbuyu wanasema. Basi mkuu wao akawa amekasirika sana na akawa amefanya dawa, na baadaye mama yake mdogo na Osasi akawa ameuliwa kwa sababu alificha kama mwanae ana mimba. Huku tunaona Osasi yupo na rafiki yake na mimba imeshakuwa kubwa. Alifuata maelekezo ya pasta kwamba hakuna kumwambia mtu mpaka utakapojifungua. Basi hapa rafiki yake anamwambia sasa tunabidi tuende photoshoot tupige picha kwa ajili ya kumbukumbu. Osasi akamwambia hapana, pasta alikataza, lakini akashawishi baadaye akubali kwenda. Wakiwa photoshoot walipiga picha wajisnap, na baadaye rafiki yake na Osasi akapost ile video. Alivyoposti mama yake na Osasi akaona, akasema mwanangu ni mjamzito na hajaniambia. Basi mama yake Osasi alishtuka sana na alikasirika, akasema huyu anijui. Osasi alivyoona ile posti akamfuata rafiki yake akamwambia kwa nini umeposti na ulijua kabisa pasta alisema nisiseme chochote? Rafiki yake akamwambia ni status tu. Akamwambia hapana, naomba ufute, utaniharibulia, naomba ufute tafadhali. Akamwambia sawa. Wakati anafuta tayari mama yake alishaona na walishaenda kilingeni tayari wanafanya ibada yao kwa ajili ya kummoa yule mtoto. Muda si muda ile mimba ya Osasi ikawa imetoka tena. Basi Osasi akarudi kwa pasta. Pasta akamwambia nilikwambia usimwambie mtu, nilikwambia unyamaze kimya, lakini hujasikiliza. Kwa nini ulisema? Akasema hapana, ni rafiki yangu tu alipocha. Akasema ndio, rafiki yako huyo ndiye amekuharibulia kila kitu. Basi pasta akamwambia jitahidi kuwa unafuata maelekezo Mungu anayokuambia. Baadaye akawa ameongea naye, akamtia moyo, akamwambia bado una nafasi, na akamuombea. Basi pasta alipomaliza kumuombea, muda ukawa umeenda. Osasi akapata mimba nyingine, ambayo mimba hii hakutaka kumwambia mtu, hata rafiki yake. Alikaa na ile mimba mpaka siku anajifungua yeye na mume wake. Walipoenda kujifungua, Mungu si athumani, akawa amepata watoto mapacha wawili, wa kike na wa kiume. Walifurahi sana, wakamshukuru Mungu kwa ulikuwa muujiza kwao baada ya mimba nyingi kuwa zinatoka. Basi huku kijijini
Wakati wachawi hawa wapo kilingeni, mkuu wao akamwambia kuna mtu ametuficha. Akawa ameonyesha Osasi na mume wake wakiwa wanafurahia kuwa na mtoto. Wakawa wanamuonyesha mamake na Osasi. Basi mkuu wao akamwambia tunakupa masaa 24 uwe umekamilisha hili swala. Kwa maana yake uwe umeshaleta damu za hawa watoto wote wawili hapa kilingeni. Lakini mamake Osasi alimpigia Osasi simu na kumlaumu sana. Kwa nini umejifungua na hauniambii? Basi walivyoongea Osasi akamwambia hapana mama, nilitaka kufanya mambo private. Na Osasi alivyokata simu akapokea simu nyingine kutoka kwa mchungaji. Mchungaji akamwambia kuna vita kubwa sana inakuja. Amka wewe pamoja na mume wako muanze kuomba. Basi wakaamka wakaanza kuomba na mchungaji kule akiwa nyumbani kwake naye akawa anaomba. Basi walivyokuwa wanaomba mama yake na Osasi wakawa wamerudi kilingeni kwa ajili ya kufanya shughuli ya kuwachukua watoto, kuwatoa watoto ambao wamezaliwa kafara. Wakati wanajaribu kufanya wakawa wanashindwa kwa sababu tayari huku walikuwa wameshaanza kuomba Osasi pamoja na mume wake pamoja na pasta. Basi walijaribu kushindana na nguvu za Mungu lakini viliwazidia. Kilinge kikachomeka moto, cheche za moto zikatokea kusikojulikana, kilinge kikaungua. Na huo ndo kawa ushindi wa Osasi pamoja na mume wake. Hivyo basi kesho siku inayofuata Osasi alipigia simu ndugu yake na kumwambia vipi kijijini huko? Akamwambia mama yako ameungua moto, mama yako amefariki ndani akiwa anataja jina lako Osasi, haijulikani nini kimetokea. Osasi alifunga safari na kwenda kijijini, akutana na mtoto wa mjomba wake na wakawa wanaongea. Akamwambia bwana, mama alikuwa mchawi, kabla hajafariki alisema kwamba mimi nimeua wajukuu zangu, nimekunywa damu za wajukuu zangu, hizi hapa nimezishindwa. Kwa hiyo Osasi akawa anaumia sana, kumbe ni mama yangu ndo amemuua dada yangu. Mtu ambaye humdhani kama anaweza kukufanyia ubaya kabisa, yani ndo unakuja kugundua kama amekufanyia ubaya. Mimi binafsi nimejifunza mambo mengi kwenye hii movie ya Spirituals. Sijui wewe umejifunza nini, lakini mimi nimejifunza kwamba kila kitu lazima kumtanguliza Mungu kwanza, kwa sababu hujui adui yako ni nani, hujui nani anakufanyia mabaya sirini ambapo wewe huwezi kuona kwa macho ya kawaida. Lakini pia mambo mengi tunayoyafanya, maendeleo tunayotaka kuyafanya, tusiyatangaze. Kutangaza vitu kuna haribu. You never know mbaya wako ni nani, huwezi kumjua. So unavyoongea ni unampa nafasi, anajua anakupigia wapi, anajua anakufanyaje. Naomba uniambie hapo chini kwenye comment wewe umejifunza nini. Lakini pia hii movie ya Spiritual, hii ni sehemu ya kwanza, kuna sehemu ya pili na ya tatu na bado zinaendelea. Kwa hiyo usisahau kulike, kusubscribe na comment, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili upate notification tunapokuwa tumeposti sehemu nyingine. Hii movie imetengenezwa na The Winlows na sisi tumefanya short recap. Unaweza kuangalia movie nzima kwenye channel ya The Winlows, inaitwa Spirituals. Bye.